Yes bwana, mambo vipi mwana michezo popote pale ulipo? Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe na mnapata yale mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, the voice of miracles. Nipo na majibu ya maswali ambayo watu wengi wanajiuliza kuhusiana na goli ambalo limefungwa na Jonathan Soa. Nikajaribu kulifuatilia lile goli, lakini kubwa zaidi nilienda kwenye peji ya Geoffrey. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya soka katika kituo cha habari cha Clown Media, hasa katika kipindi cha ambacho kinafanyika pale, kipindi cha michezo. Yeye ametoa mtazamo wake kutokana na kile ambacho kimetokea. Subiri nikujuze ama nikusomee kile ambacho yeye amekiandika, alafu kwa pamoja tutajadili. Hivi goli la Jonathan Soa ni offside? La hasha. Ni swali la mdau juu ya goli ambalo limefungwa na Jonathan Soa na kuwapa ushindi klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa macho ya nyama, kabla ya goli Jonathan Soa alikuwa kwenye eneo la kuotea, lakini nawakumbusha kuwa kwenye eneo la kuotea sio dhambi, ila dhambi ni kuotea. Kwa maana lazima tujue kutofautisha kukaa kwenye eneo la kuotea na kuotea kwenyewe. Lazima tujue tofauti yake ipo wapi. Sasa nisikilize kwa makini hapo. Wakati Morris Abraham anatoa mpira mguuni kwake, anaenda kwa Jonathan Soa. Soa alikuwa onside. Kwa maana hiyo hata mpira usingeguswa na mabeki wa JKT Tanzania na goli lingefungwa. Ilikuwa ni clear goal, hapakuwa na offside. Kinacho wachanganya wengi ni pale ambapo mabeki wa JKT Tanzania waligusa mpira. Hamna offside ambayo inajengwa kwa namna hiyo. Ndiyo maana hata JKT Tanzania hawajalalamika, kwa sababu wanajua wakati mpira unatoka kwa Morris Abraham, Jonathan Soa alikuwa onside. Wakulaumiwa ni mabeki wao kukosa mawasiliano kuondoa mpira ambao ulikuwa na 70% ya wao kucheza. Kwa hiyo ile ni akili kubwa ambayo imefanyika kwa Jonathan Soa. Alijua kwamba hawa mabeki wamefatana, kwa maana hapata kuwa na mawasiliano mazuri. Alichokifanya yeye ni kukaa mbali kidogo na kuonyesha nia kwamba ana uwezo wa kucheza. Na Morris Abraham, nadhani hii ndio faida ya kucheza nje. Alijua kabisa kwamba hapa nikipiga ukifika inakuwa ni clear goal, na kweli amefanya hivyo na goli limefungwa. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanazungumza mengi kwamba ilikuwa ni offside na kadhalika, ukweli ni kwamba pale hapakuwa na offside yoyote. Lile ni goli halali kabisa kwa mujibu wa sheria zilivyo. Kwa maana Jonathan Soa alikaa eneo la kuotea wakati tayari mpira ulikuwa umeshapigwa. Kwa maana wakati mpira unapigwa alikuwa ni onside. Lakini mazingira kwa jicho kwa macho ya nyama ukiangalia ndio unaweza kuona offside, kwa sababu tu mabeki walikuwa mbele. Kwa hiyo sheria ni kubwa sana. Watu wengi wamekalili. Yaani akimuona tu mtu kasimama mwenyewe anajua ni offside. Kumbe kuna offside, kuna onside, lakini pia kuna kuvunja offside na kutengeneza offside trap. Kwa hiyo mabeki wa JKT wao wenyewe walijitengenezea offside trap. Kama mashabiki wanalalamika kwenye hili, basi wakumbuke kwamba hata Simba pia walifungwa goli la offside na Pacome Peodo Zuzwa kwenye mchezo wa Ngao ya Jamii. Ukiangalia mazingira lile goli, ukiangalia na mazingira ya goli hili, unaweza ukapata uhalali wa kuona kwa namna gani goli lile limefungwa. Lakini yote kwa yote, mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuingia kwa Alassana Maodo Kante, Jonathan Soa, Morris Abraham, Jean Charles Ahoua na Elie Mpanzu Kibisawala kulienda kubadilisha kila kitu. Na Simba waliichukua mechi dakika zote 45 za kipindi cha pili. Kante vs Nabi Kamara walienda kuivuruga zaidi safu ya kiungo ya JKT Tanzania. Energy, pass na speedi ya kubadilisha mashambulizi ilifanya pressure iwe kubwa kwa JKT Tanzania. Elie Mpanzu vs Morris Abraham kwenye eneo la wings iliwatesa walinzi wa JKT Tanzania. Kiufupi, walishindwa kabisa kupata dawa ya kuwazuia na kuwafanya wafanye vitu vyao walivyokuwa wakifanya kipindi cha kwanza.
Quality is permanent, performance is temporary. Hii inaonekana kwa Jonathan Soa. Hasubiri lini anakuwa na kiwango kizuri, ila kwake ubora ndio kitu kinachowazawadia ama kinachomfanya haweze kuwa bora na kuendelea kufunga magoli kila siku. Alama 3, magoli 2, sio tu hilo, bali ni comeback ambayo wengi nadhani hawakuamini kama hili linaweza kutokea. Pongezi kwa JKT Tanzania kuonyesha upinzani mkubwa na sio jambo la kushangaza. Mara nyingi ndio inakuaga hivyo. Licha ya kupoteza, ila inakuwa ni timu ya kwanza kupata goli mbele ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba msimu huu tangu uanze, lakini pia JKT Tanzania iliwachukua michezo 7 bila kupoteza goli mbele ya klabu, bila kupata goli mbele ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hawana cha kujilaumu kwa sababu walisahau kama wanacheza na timu ambayo ina wachezaji wazuri na muda wote wanakuadhibu. Waliendelea na open play na kuacha kushinikiza ulinzi zaidi. Hatimaye wakapoteza focus na mwisho wa siku Simba wakatumia ubora wao wakaweza kuwafunga. Nukuu hivi ama weka kilini hivi vitu. Nangu anafunga goli lake la pili tangu ajiunge na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba na anakuwa mchezaji bora wa mechi. Huu ni mwanzo mzuri kwake. Jonathan Soa anafunga goli lake la pili kwenye NBC Premier League msimu huu tangu ajiunge na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Bado nawakumbusha kuwa Morris Abraham ndio usajili utakaoimbwa sana kwa msimu huu kutokana na kile ambacho mimi nakiona na kile ambacho anakifanya. Mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba mulimisi sana ile huduma ambayo ilikuwa kwa Luis Jose Miquissone. Nadhani kuna kitu hapa tunaweza kukiona kwa ambacho kinafanyika na Morris Abraham. Lakini nimalizie tu kwa kukujuza ama kukuelezea kwa nini kocha Dimitar Pantev alifanya kila ambacho amekifanya, kwa maana kuingia na kikosi dhaifu na baadaye kuingiza baadhi ya wachezaji na kupata ushindi. Wengi wamefika mbali na kusema ya kwamba kila ambacho anakifanya ni kujaribu na kadhalika. Lakini kwa namna fulani hivi mimi naweza nikamuelewa kocha Dimitar Pantev. Msimu uliopita changamoto ambayo ilikuwa inaonekana kuwa kubwa ndani ya kikosi cha Simba ni kukata upepo kipindi cha pili. Pengine Pantev ameliona hilo na kwa kutuaminisha hilo, ni mechi ya pili hii inaingia na wachezaji ambao ukitazama kwa haraka utajiuliza kwa nini ameacha baadhi ya wachezaji ambao wana uwezo wa kuanza mbele ya ambao wameanza. Dhidi ya Nsingizini Hotspurs alianza na kikosi ambacho kipindi cha kwanza kilistruggle sana, lakini baada ya change second half timu iliingia na nguvu mpya na kushinda magoli 3-0. The same leo hii dhidi ya JKT Tanzania, kikosi kilichoanza kimestruggle sana mbele ya JKT Tanzania wakiruhusu goli 1, lakini second half alifanya changes ambazo zilienda kubadilisha mchezo mpaka kuibuka na ushindi wa magoli 2-1. Nafikiri Dimitar Pantev ameshajua ni aina gani ya wachezaji ambao wanahimili half time na ni wachezaji gani ambao wakiingia second half wanaweka taswira mpya. Kwa hiyo anataka mchezaji aingie acheze kwa dakika zake kwa asilimia yake yote 100, alafu baadaye akifanya changes wakati wapinzani wamedhoofika, basi yeye akiingia anafanya changes na timu inafanya vizuri. Kwa hiyo tuheshimu kile ambacho anakifanya, kila mtu ataelewa vile ambavyo yeye anaelewa. Asante sana kwa Bati Quality, mmekuwa mkitupa nguvu sana ya sisi kuweza kuwajuza habari za kimichezo. Kama na wewe unataka kuagiza bati, kuna mabati ya aina nyingi. Kuna mabati ya mgongo mpana, kuna mabati ya mgongo mwembamba, kuna yale ya matilio ya chenga na haya mfano wa vigaya. Haya yote yanapatikana Bati Quality. Wasiliana nao kwa namba ambayo inapita hapo chini. Ukiagiza bati na Bati Quality, misumari na usafiri ni bure kabisa, lakini wana warranty ya miaka 10. Ukiweka bati leo, basi watakuja kutumia mpaka wajukuu zako. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Asante, naendelea kusubscribe Off Pitch TV ili wapate mengi ya kimichezo. Bye bye mpaka wakati mwingine tena.